Shalom shalom ndugu mtazamaji wa Habari Maalum TV. Hii tena ni ripoti kutoka kanisani, kutoka katika kanisa la FPCT Mafiga Galilaya Temple, kanisa lilopo chini ya mchungaji Julius Fumbo hapa mji Kasolo Bahari, Morogoro mjini. Na siku ya leo tumepata kuzuhubiriwa somo zuri sana na mtumishi wa Mungu Shamba Mapalala, somo ambalo lilikuwa linakwenda kwa kichwa cha jinsi gani ya kujichumilia taji yako. Naam, tumepata kujifunza mengi katika ibada leo. Bila kupoteza wakati, karibu ndugu mtazamaji, tukaone kile ambacho mtumishi wa Mungu amezungumza nasi kwenye ibada ya leo. Kwa habari ya kujichumilia taji yako. Watumishi wa Mungu tumeokolewa, tumeitwa shambani mwa Bwana, tumeitwa tuingie tuifanye kazi ya Bwana, lakini jambo la thawabu na jambo la thamani linalotupa kusonga mbele, linalotupa kuendelea, linalotupa tumaini ya kwamba baada ya maisha haya utumishi wetu, baada ya dhiki yetu, baada ya kujitoa kwetu, iko taji ambayo Mungu ametuandalia watakatifu. Iko taji ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya watakatifu, ya kwamba baada ya utumishi wako, baada ya maisha yako ya kujitoa mbele za Bwana, mkini unatoa mali yako, unatoa muda wako, unatoa pesa yako, unatoa nguvu zako, unatoa kila ambacho ulicho nacho, lakini kumbuka kabisa ya kwamba iko taji. Sasa leo tutakwenda kujifunza kwa habari ya kujichumilia taji yako. Taji maana yake nini? Taji ni alama ya heshima. Tunapozungumza kwa habari ya taji, kwa tafsiri ni habari ya kwamba mtu huyu anastahili heshima. Ndio maana wale wanaoshindana katika michezo, inapofika mwisho wa mchezo, kama wameshinda, iko alama ya heshima ambayo huwa wanapewa, na alama ya heshima huwa wanapewa huwa ni taji. Yako mashindano kadhaa ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu wa dunia, lakini mwisho wa siku anachopewa yule aliyeshinda ni taji, naye huwa anaridhika hata kama ni kitu kidogo, muundo wake ni mdogo, lakini kile ambacho anakipokea huwa moyo wake unajisikia kutiwa moyo, moyo wake unajisikia kwamba ameheshimika, moyo wake unajisikia kwamba ametambulika. Kwa hiyo taji ni ishara ya heshima, wakati mwingine ni ishara ya ushindi. Watu waliovikwa taji ni watu walioshinda. Hakuna mtu ambaye alishindwa akavikwa taji. Hata maandiko yanathibitishia kwamba wale wote walioshinda walivikwa taji. Haleluya. Lakini pia taji ni ishara na alama ya ufalme. Wafalme tukaenda kusoma kwenye Agano la Kale walikuwa wanavikwa taji. Ilikuwa ni kielelezo na chapa ya kwamba huyu mtu anayo mamlaka, huyu mtu anayo level nyingine, analo daraja lingine la kifalme. Ndio maana alivikwa taji. Amina. Lakini pia ilikuwa ni ishara ya utukufu na uzidi. Taji maana yake pia ni utukufu na uzidi. Kwa mtu aliyevikwa taji ni mtu ambaye utukufu wake ulizidi. Tutaenda kuona hata Musa kipindi kile amepanda Sinai kwenda kuzungumza na Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu akamvika taji, na watu walipomtazama wakaona uso wake unang'aa. Maana yake nini? Kwamba alikuwa amevikwa utukufu na uzidi wote. Alikuwa amevikwa viwango vingine vya utukufu wa Mungu, ambao kwa wanadamu walipomtazama waliona utukufu uking'aa kwa Musa. Haleluya. Twende tukaangalie tangu mwanzo. Tutaenda kuangalia ushahidi kadhaa Agano la Kale. Tunaona hata uzao wa kifalme au uzao wa kikuhani. Tuanze na uzao wa kikuhani. Tusomee mtumishi wa Mungu kitabu cha Kutoka sura 29 mstari wa 5 na wa 6. Kutoka sura 29 mstari wa 5 hadi wa 6. Kutoka 29 tuone jinsi ambavyo Musa, Mungu anamwambia amvike vazi la kikwani, lakini pia amtengenezee taji, amtengenezee kuhani taji, kwa sababu Mungu alikuwa amemchagua awe kuhani. Uzao wa kikuhani wa Haruni Mungu alikuwa ameuteua kuwa ni makuhani, na ndipo Mungu alipomwambia Musa amtengenezee taji, kwa ishara kwamba ni heshima, ushindi, utukufu na utukufu zidio. Tusome ile Kutoka 29 mstari wa 5 na wa 6. Imeandikwa hivi: kisha twaa hayo mavazi ya kumvika Haruni, itie kanzu na joho ya naivera na naivera ya kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nawe umvike kile kilemba kichwani
na ile taji takatifu utaitoa katika kile kilemba. Bwana asifiwe. Tunaona Mungu anaongea na Musa, anamwongea na Musa kwa habari ya kumtengea Haruni, kwa sababu ukoo wa Haruni au uzao wa Haruni ndio ambao Mungu alikuwa amewachagua maalum, amewatenga kuwa makuhani wa nyumba ya Bwana. Haleluya. Anamwambia Musa kwamba itengeneze naivera, tengeneza kanzu yake, lakini jambo la zaidi yeyote umvike na ile taji ya utukufu, kwa maana kwamba umvike ile ishara ya mamlaka, umvike ile ishara ya utukufu zidio. Haleluya. Kwa maana nyingine kwamba makuhani katika utumishi wa Agano la Kale walikuwa wanavaa ile taji ya utukufu, walikuwa wanavaa ile taji iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Lakini leo kwa kuwa sisi tu makuhani katika uzao mpya, uzao wa Bwana Yesu, tunayo taji ya utukufu mwingi usiotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo makuhani walikuwa wanatengenezewa taji, wanavikwa, ni ishara kwamba huyu mtu ametengwa, huyu mtu ni mtakatifu kwa Bwana, huyu mtu ana utukufu mwingi. Tukisoma pia katika kitabu kile cha Kutoka 39 mstari wa 30, tusome mahali pale. Kaza mwendo mtumishi wa Bwana, piga vita vizuri mtumishi wa Bwana, mtumikie Mungu kwa moyo, maana mbele yako iko taji ambayo Yesu aliandaa kwa ajili yangu na wewe. Sikiliza na kumtazama mtumishi wa Mungu, bila shaka umepata kitu chochote kile kutoka kwenye somo letu la siku ya leo, kwamba jinsi gani ya kuchuchumilia taji yako. Pia twende kutazama washirika wa kanisa hili, wao walikuwa na maoni gani juu ya ibada ya siku ya leo na kitu gani walichojifunza katika somo letu zuri la siku. Kwa majina naitwa Grace John, ninasali hapa FPST Mafiga. Kwa siku ya leo nimepata bahati na neema ya Mungu kujifunza somo ambalo linaitwa kujichumilia taji. Kwa mimi nilichojifunza mahali hapa, nimejifunza kumtumikia Mungu. Ukimtumikia Mungu kwa uaminifu unapata taji. Hivyo tunapaswa kumtumikia Mungu kwa uaminifu, na ukimtumikia Mungu unapaswa kuacha vitu vyote ambavyo vinaweza kufanya wewe kutopata taji ambayo Mungu amekuandalia. Kwa majina naitwa Bupe Ipiana Msiani, mwenyekiti wa wamama tawi kanisa la Mafiga chini ya mchungaji Julius Fumbo. Kwa siku ya leo tumeweza kubarikiwa sana na masomo ambayo tumefundishwa. Kwa siku ya leo tumefundishwa namna ya kuchuchumilia taji yako ambayo inakuweka katika wokovu wako, ambayo inakufanya uwepo ndani ya wokovu wako. Tumejifunza aina 5 za taji. Katika aina hizo 5 za taji tumejifunza kwa kusimamia taji yoyote ile ambayo Mungu amekupa. Kwa mfano kwa mimi nilivyoelewa, aina mojawapo ya taji ya uzima, ambayo nikiwa kama mtu ambaye ni mwokovu nahitaji kuisimamia taji ya uzima, kwa sababu ndio inayonifanya niweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Wina Nelson, nasali katika kanisa la FPST Galilaya Temple linalopatikana Morogoro Mafiga. Siku ya leo tumejifunza somo la kuchuchumilia taji ya uzima, ambao tunajifunza kwamba kuna mambo ya kufanya ili kupata taji, ambao ni kama matendo mema, kuwa na maombi na kutenda matendo yaliyo mazuri. Kutoka FPST Mafiga Galilaya Temple, mji Kasolo Bahari, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa ripoti hii, mimi ni David Mwasisoja kutoka hapa Morogoro, Habari Maalum TV. Kwako Emmanuel Studio.